Tume ya ukaguzi ya Kanisa Anglikana Tanzania ikiongozwa na Askofu Luzineti Kingamkono wa Dayosisi ya Mpwapwa imefanya ziara ya kukagua maandalizi ya Dayosisi Tarajiwa Kristo Mfalme inayozaliwa kutoka Dayosisi Mama ya Tanga. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kuanzisha Dayosisi ya Kristo Mfalme Handeni, Askofu Valentino Mukiwa mstaafu wa Dayosisi ya Dar es Salaam amesema dayosisi hiyo itachukua wilaya za Pangani, Handeni na sehemu ya wilaya ya Kilindi mkoani Tanga, ikianza na idadi ya waumini wa Kanisa Anglikana zaidi ya 13,000. Tukaona dayosisi hii ipewe jina la Kristo Mfalme, Anglican Diocese of Christ the King, kwa kumpa heshima hii Kristo ambaye yuko juu ya cultures hizi na mambo haya. Kwa dayosisi mpya itajitambulisha moja kwa moja na utawala wa Kristo. Jina hili linahimiza mshikamano wa kiimani kama ambavyo Yohana 17 inasema wote wawe na umoja, na linajibu changamoto za kijamii na kiroho kwa kumtangaza Kristo kama mfalme juu ya maisha, familia na familia zilizopo. Utume na maono, Yesu alisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa dayosisi itatekeleza kwa jina la Kristo Mfalme, itaweka dhahiri ajenda yake Injili, si kwa faida ya eneo moja Handeni, Kilindi au Pangani, bali kwa mshikamano wa Kikristo unaomiliki eneo lote. Katibu Mkuu Kanisa Anglikana Tanzania Kasisi Canon Dr. George Otieno Lawi amesema lengo la ziara hiyo ni kukagua maandalizi ya Dayosisi Tarajiwa Kristo Mfalme Handeni ili kuipa mamlaka kamili baada ya mchakato kukamilika. Ukiacha hiyo, tunaangalia majengo. Ili turuhusu eneo kuwa dayosisi, lazima tuwe na majengo ya ofisi za msingi. Ofisi ya kwanza ni ofisi ya askofu, ofisi ya pili ni ofisi ya katibu wa dayosisi, ofisi ya tatu ni ofisi ya vicar general, ofisi ya 4 ni idara ya fedha na vitengo vingine. Lakini ofisi za kidayosisi, manake lazima tuone hayo maeneo ambayo yatatumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiofisi. Jambo la tano tunaloliangalia, tunaangalia nyumba za kuishi. Na hapa kwa kanisa la Anglikana, dayosisi ni askofu. Na ndio maana pamoja na wingi wenu tunahitaji kuleta mtu mmoja hapa ambaye atakuwa na kiti kwenye kanisa kuu. Sasa huyo mtu lazima tujue anakwenda kuishi wapi. Akizungumza na kamati hiyo, Askofu Luzineti Kingamkono aliongoza tume ya ukaguzi ya Askofu Mkuu Kanisa Anglikana Tanzania amesema baada ya ziara hiyo tume itafikisha taarifa rasmi ya ukaguzi kwa mamlaka za juu ili kupisha mchakato mwingine uendelee. Katika ziara hiyo iliyofanyika tarehe 25 na 26 Oktoba 2025, tume hiyo imejumuisha mjumbe mwakilishi kutoka nyumba ya walei Kanisa Anglikana Tanzania Dr. Baraka Mkami. Wajumbe wa tume wamepita na kukagua kanisa kuu Kristo Mfalme Chanika Handeni, nyumba ya makazi ya askofu, jengo la ofisi za dayosisi pamoja na baadhi ya vyumba kwa ajili ya kitega uchumi vinavyoendelea kujengwa nje ya kanisa la Kristo Mfalme Handeni. Kutoka katika ziara ya kukagua maandalizi ya Dayosisi Tarajiwa Kristo Mfalme Handeni, jina langu naitwa Michael Woga.